Onyeshe faida za kumsifu na kumwabudu Mungu wakati wa maombi. Faida za kumsifu na kumwabudu Mungu wakati wa maombi. Faida za kumsifu na kumwabudu Mungu wakati wa maombi. Tumsifu Yesu Kristo, wana wa Mungu aliye hai. Tuanze na faida ya kwanza. Faida ya kwanza, inasogeza kwa ukaribu uwepo wa Mungu. Faida ya kwanza, inasogeza kwa ukaribu uwepo wa Mungu. Inasogeza kwa ukaribu uwepo wa Mungu. Hii ni faida ya kwanza ya kusifu na kuabudu wakati wa maombi. Inasogeza kwa ukaribu uwepo wa Mungu. Tuanze na kile kitabu cha Yakobo, ile sura ya 4 mstari wa 8. Yakobo sura ya 4 mstari wa 8. Yakobo sura ya 4 mstari wa 8 inasema namna hii: karibieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Kitu ninachotamani upate zaidi ni hapa anaposema mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Ukisoma kitabu cha Injili ya Luka, ile sala ya Bwana, ile sala ya baba yetu. Kitabu cha Mathayo, ile sura ya 6, ile sala ya baba yetu, ile sala ya baba yetu inasema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Jina lako litukuzwe. Mstari ule ule ukija ukiusoma kwenye Injili ya Luka, Injili ya Luka, utaona eneo ambalo Mathayo amesema jina lako litukuzwe. Mwinjili Luka yeye amesema jina lako litakaswe. Jina lako litakaswe. Kwa anaposema itakaseni mikono yenu baada ya kumkaribia Mungu, kutakasa wakati mwingine kunatumika kuwakilisha neno kutukuza, kutukuza. Kwa tukisema tulitakase jina la Bwana, ina maana tumtukuze Bwana. Na kumbuka, ndani ya neno kutukuza kuna kuabudu, kuna kuabudu. Wapendwa, unapokuwa katika sala na maombi yako binafsi, unapomsifu na kumwabudu Mungu kwa nyimbo na kwa maneno, unakuwa ni sawa na umemkaribia Mungu. Na kwa sababu umemkaribia Mungu, na yeye pia anakukaribia. Na ndiyo maana unaweza ukaanza kuomba ukiwa mzito mzito, ila ukaanza kusifu na kuabudu. Ghafla katikati ya kule kusifu na kuabudu, unajikuta upako na uwepo wa Mungu unakufunika, na nguvu ya kuomba muda mrefu inakuvamia. Unajikuta umeomba kuliko hata ulivyokuwa umepanga kuomba. Unamuuliza mtu, mbona umeomba muda mrefu hivi? Anakuambia hata mimi sielewi. Unamuuliza ilikuwaje? Anakuambia nilipoingia kwenye maombi nikaanza kuimba tu nyimbo za kusifu na kuabudu, nilijikuta ghafla nimevamiwa na nguvu ya Mungu ya ajabu ya kuomba. Nakumbuka kuna wakati niliwahi kuamka usiku mzito kuomba, nikawa na usingizi, nikawa natembea, yani nimeshuka kitandani, maana nikasema nikiombea nikiwa kitandani hapa naweza nikapitiliza kulala. Nikashuka kama ilivyo desturi yangu, nikashuka chini kitandani, nikaanza kutembea pale chumbani kwangu kuna omba, mwili mzito mzito. Nikaanza kuimba, wastahili sifa za moyo wangu, na kuabudu uliniumba ni kuabudu, na kuabudu Mungu wangu, na kuabudu. Nikashangaa kadiri ninavyoendelea kuimba namna hiyo, kadiri ninavyoendelea kuimba, usingizi unaendelea kupotea, uzito kwenye mwili unaendelea kupotea. Nikajikuta nimefunikwa na upako usiokuwa wa kawaida. Nikalianzisha hapo hapo kuomba, raba shakate ramakata. Nikaendelea kuomba mpaka si mara moja, si mara mbili, ni zaidi ya mara 100 hii hali imenitokea. Kwa ninakueleza something ambayo nimekuwa experienced, na kuambia kitu ambacho nina uzoefu nacho, mtu wa Mungu aliye hai.
Hebu fanya hivyo na iwe desturi yako. Uwepo wa Mungu hautaondoka kwenye maombi yako, kwenye sala zako. Utasali huku ukisikia moyoni, kweli nimesali. Hautasali kwa kulazimisha. Twende kwenye faida ya pili. Faida ya pili, kusifu na kuabudu wakati wa maombi. Faida ya pili ni silaha ya kivita ya kumwangusha shetani. Ni silaha ya kivita ya kumwangusha shetani. Kusifu na kuabudu wakati wa maombi ni silaha ya kivita ya kumwangusha shetani. Kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, ile sura ya 20 mstari wa 21 hadi wa 22, kuna kitu tutapata pale. Mambo ya Nyakati wa Pili, ile sura ya 20 mstari wa 21 hadi wa 22. Mambo ya Nyakati wa Pili, ile sura ya 20 mstari wa 21 hadi wa 22, inasema namna hii: naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu. Wakatoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya jeshi juu ya wana wa Amoni na Moabu na mlima Seiri, waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Biblia inatuonyesha kwamba wana wa Israeli walikuwa na vita kati yao na wana wa Seiri na wana wa Amoni na wana wa Moabu. Wote hawa walikuwa na beef, walikuwa na vita na Israeli. Asa kumbuka, haya mataifa ni zaidi ya matatu yalikuwa yalichangia taifa moja ambalo ni Israeli kupigana nao. Kwa Israeli wakawa na kazi kubwa ya kutafuta ushindi kwenye ile vita, na wakicheza kidogo watauawa. Ila Mungu akawapa mbinu kwamba katikati ya vita watengeneze kikosi maalum cha waombaji, ambao hawa waombaji hawana haja ya kuingia vitani kupigana, ila wao tu kama Waisraeli wakae wafanye kazi moja tu ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Kwa wale wa Amoni na wale maadui wengine wakawa wako nje, wanaandaa makombola, wanaandaa majeshi. Israeli wao wako ndani tu, wanasifu, wanaabudu. Haitakuwa rahisi dende kulitangaza neno. Huku nje wao maadui wanapambana tu kuandaa vita, wanapambana tu kuwashambulia. Wao Israeli wanasifu na kuabudu. Ghafla katikati ya kule kusifu na kuabudu, Biblia inasema Mungu akaweka waviziao nyuma ya yale majeshi ya maadui. Ghafla tu akatokea jeshi lisilojulikana limetokea wapi la waviziao, likawapiga wale maadui na Yuda akapata ushindi. Yuda hakuingia vitani na bunduki, hakuingia vitani na mshale, ila alisifu na kuabudu akapata ushindi. Muombaji ulioko hapa, kumbuka nilikueleza hichi kitu. Wewe ni watchman, wewe ni mlinzi, wewe ni mwanajeshi, wewe ni askari wa Yesu. Muda wote uko vitani. Si kila vita ni ya kufunga. Wengi sana wamekalili, wacha nifunge siku 7 ndo ni ili jambo liishe. Si kila vita ni ya kusali novena. Ni sali novena mtakatifu fulani ndo tavuka hapa. Si kila jambo ni la kutolea sadaka. Hii nitoe sadaka ya nini ndo nitashinda. Ila mambo mengine Mungu anakuhitaji umsifu na umwabudu ili yaishe. Kwa kama muombaji, usiwe mtu wa kukalili formula za maombi kwamba ili tafunga, ili tatoa sadaka, ili tasali novena. Usiwe muombaji wa kalili, ila kuwa muombaji wa kumsikiliza Roho Mtakatifu. Kuna wakati utashangaa Roho Mtakatifu anakukataza kufunga, anakukataza kusali novena, anakuambia sifu na kuabudu. Usimkatalie. Usiseme yani mimi kweli nina matatizo hivi afu nikaanze tena kusifu na kuabudu. Hiyo nguvu utatoa wapi? Hapo ndo tunapokwama. Hebu nenda, kumbuka Waisraeli walikuwa vitani, maadui wamewazunguka. Unafikiri ilikuwa ni rahisi kuacha kupigana na kusifu na kuabudu?
Yaani unaona mtu yule pale anakuja na bunduki, badala ya kukimbia asikupige risasi uanze kusifu na kuabudu. Haikuwa kitu chepesi kwao. Najaribu tu kukutafakarisha ili uone uzito wa hiyo gharama waliolipa. Walimwamini Mungu asilimia zaidi ya zote. Wakakiri, wakasifu na kuabudu. Muombaji, wakati mwingine jipe muda. Ingia kwenye chumba chako. Anza kumsifu na kumwabudu Mungu. Imba nyimbo za kusifu unazozijua, zinazokuijia ndani yako. Tamka maneno mazuri ya kumwabudu. Utashangaa unapomaliza tu na ile jambo limeisha na ushindi umepata. Mungu akusaidie kuelewa. Tuangalie faida ya tatu na ya mwisho. Faida ya tatu na ya mwisho. Faida ya tatu na ya mwisho. Kusifu na kuabudu inaongeza nguvu za kiroho kwa muombaji. Kusifu na kuabudu inaongeza nguvu za kiroho kwa muombaji. Kusifu na kuabudu inaongeza nguvu za kiroho kwa muombaji. Kile kitabu cha Nehemia sura ya 8 mstari wa 10 inatuambia vizuri sana. Nehemia sura ya 8 mstari wa 10. Nehemia sura ya 8 mstari wa 10 inasema, kisha akawaambia, enendeni zenu mle kilichonona na kunywa kilicho kitamu, tena mpelekeeni sehemu yeye asiyewekewa kitu, maana siku hii ni takatifu kwa Bwana wetu. Wala msihuzunike, kwa kuwa furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Nitamani zaidi usikie hapa mwishoni anaposema kwa kuwa furaha ya Bwana ni nguvu zetu, wala msihuzunike. Kwa nyuma ameongea hivyo. Mtu wa Mungu, kusifu na kuabudu kuna ufurahisha moyo wa Mungu. Kusifu na kuabudu kuna ufurahisha moyo wa Mungu. Mungu anapofurahi, nguvu zinakuijia za kwake wewe uliyemfurahisha, kwa sababu Biblia inasema furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Kwa Mungu anapofurahi, wewe uliyekuwa sababu ya kumfanya afurahi, nguvu zake, upako wake unakufunika. Kwa unapokuwa kwenye maombi na unapojipa muda wa kusifu na kuabudu, ghafla nguvu za Mungu zinakuijia pale unapoomba, zinakufunika na zinakutengenezea uwezekano wa kujibiwa maombi yako. Nakumbuka siku moja nilikuwa naangalia kwenye mtandao, nikaona kiklip fulani hivi cha Kinigeria kama sikosei. Hawakuwa wa Tanzania wale, kwa sababu walikuwa wanaongea Kiingereza. Kile kiklipu niliona kitu kimoja. Walienda watu wawili kufanya maombi mbele za Bwana. Kwenye kile kiklip akaenda mtu wa kwanza. Yule mtu wa kwanza alipofika pale akaanza kuomba direct. Mungu, ninakuja mbele zako, ninaleta mahitaji yangu. Baba, itazame familia yangu, naomba uisaidie familia yangu. Baba, mtazame mtoto wangu shuleni, naomba umuonekanie mtoto wangu. Akaomba maombi ya namna hiyo, akamaliza, akaondoka. Akaja muombaji wa pili. Alipokuja muombaji wa pili, akaanza kuimba nyimbo za kusifu. Oh, you are mighty God, you are mighty God, you are mighty God, you are able. Akaimba pale nyimbo kwa Kiingereza za kumsifu Mungu. Akaimba, afu baadaye akaanza kuimba nyimbo za kuabudu. You are Yahweh, hey, you are Yahweh. Nikaona kwenye kile kiklipu kuna mtu ameigiza kwamba yeye ndio Mungu. Yule aliyeigiza kama Mungu aliposikia yule mtu anaimba you are Yahweh, akaanza kucheza, akasimama kwenye kiti chake cha enzi, akaanza kucheza pale mbinguni, na malaika nao wakawa wanapeperusha mabawa yao hivi, wanafurahi yule muombaji anavyoimba you are Yahweh. Afu Mungu akawauliza malaika, this man, he comes to find what and which? Maana yake ni kwamba huyu mtu amekuja kufanya nini na kutafuta nini? Wale malaika wakachungulia moyoni mwake, wakasema ana shida hii na hii na hii. Mungu akashusha majibu ya yule mtu. Kwa yule mtu alivyomaliza kusifu na kuabudu, akaanza kuombea sasa shida yake. Anaombea, alivyomaliza akaondoka akiwa na majibu hapa kichwani. Yule aliyeenda akaomba tu, aliomba, Mungu amekaa kuinuka wala hakucheza, na aliondoka hajajibiwa. Mtu wa Mungu aliye hai, ni mfano ambao ni wa clip ya video, ila una maana ya ukweli.
Unapoenda kumsifu na kumwabudu Mungu, wapendwa, sio siasa, ni ukweli. Pale pale kabla hujaanza hata kuomba, anauliza malaika walinzi wako, anauliza watakatifu somo wako, huyu fulani kaja hapa anataka nini? Na si kwamba anauliza kwa sababu hajui, anajua, ila tu amefurahi. Ni ile mtu akifurahi anasema hivi, huyu mtu tumpe nini? Eti mtu niambieni nimpe nini? Yani kafurahi, wanasema anataka kitu fulani. Unajibiwa hata kabla hujaanza kukiombea. Kwa wakati mwingine hata unaweza hata usiombe ukaondoka tu umesifu na kuabudu na majibu umeshapokea, kwa sababu furaha ya Bwana ni nguvu zako, lakini pia inakuongezea nguvu za kiroho. Na ndio maana mtu anayeomba maombi kwa kusifu na kuabudu, upako wake huwa unaongezeka kila siku. Na yule anayeomba bila kusifu na kuabudu, utajiona kuna wakati unapungukiwa sana nguvu za maombi na shauku ya kuomba. Wapendwa, umewahi kuona mtu anafikiria kwenda kusali, anachoka kabla ya kwenda kusali? Ni kwa sababu hana moyo wa kusifu na kuabudu. Hebu jenga huo moyo leo, utaona mabadiliko kwenye maombi yako na huduma yako.